Kwa hiyo lengo langu usiku wa leo kutambulisha hatua ya kwanza iliyompelekea Petro mpaka akapewa neno la kupeleka nyavu zake kilindini. Hatua ya kwanza iliyosababisha Petro apewe neno lenye matokeo katika kazi yake ya uchumi wake. Kwanza, Bwana alimtaka chombo chake ambacho ni mashua yake aingie, na ndivyo ilivyo leo. Kabla hatujakwenda kupeleka nyavu zetu kilindini, najua wewe yumkini sio mvuvi leo, yumkini wewe ni mfanya biashara, unataka matokeo katika biashara yako. Yumkini wewe sio mfanya biashara bali ni mkulima, unataka matokeo katika kazi yako ya kilimo. Yumkini wewe leo sio mkulima, lakini pia huenda labda una kazi ya kufuga, unataka upate matokeo katika kufuga. Kabla ya yote kabisa, ni lazima uhakikishe kwamba chombo chako ambacho ni mwili wako, sawa sawa, chombo chako ambacho ni nini? Mwili wako, Yesu Kristo aingie, akae ndani yako. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Haiwezekani kabisa kuweza kupata maelekezo ya Yesu Kristo ya wapi uende upeleke nyavu zako ili upate matokeo katika kazi ulionayo pasipo Yesu kupanda. Kwa hiyo tunaona Simoni akamruhusu Yesu afanyaje? Apande katika chombo chake. Sasa Yesu alipopanda katika chombo chake, kabla hajampa maelekezo, hapa napenda sana, aliendelea kwanza kutumia kile chombo kwa Injili, kuendelea kuhubiri, kuendelea kuwapa watu habari njema. Kwanza kabla ya maelekezo, alijua kabisa huyu Petro, chombo hiki kilitakiwa majina yake kijae samaki, maana alijua kazi ya Petro ni kazi ya uvuvi. Lakini alitulia kwanza, alitaka atumike katika kile chombo kutimiza mapenzi ya baba yake kwanza. Oh, haleluya, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Wangapi wanapata kitu kikubwa mahali hapa kwa jina la Yesu? Sikiliza nikwambie, ninajua wako watu leo wameokoka, yaani waliposikia kwamba ukimbeba Yesu kuna mafanikio, ukimbeba Yesu utabarikiwa. Ni kweli kabisa, utambeba Yesu utabarikiwa, lakini kuna kanuni zake ili upate kubarikiwa. Kwanza kuna nini? Kuna kanuni zake ili upate kufanyaje? Kubarikiwa. Baada ya kumbeba Yesu, kubali kutumiwa na Yesu kama chombo. Amen. Chombo kile ambacho kilitakiwa kuwa na samaki alfajiri ile, Yesu alikiona kiko tupu, akakaa katika kile chombo. Hakuangalia tu utupu wake, akaendelea kukitumia kikiwa tupu vile vile, wala kuoji juu ya habari ya samaki. Tunaona katika Biblia hakuoji juu ya habari ya samaki, hakuoji juu ya habari kwa nini chombo kiko tupu, watu wangechelewa wapate samaki. Kwanza kitimize mapenzi ya Mungu kwanza, maana hiyo ndo kanuni. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka nikwambie kwamba ndugu yangu mpendwa, ninajua kuna wakati ulitaka kukata tamaa kwenye wokovu na kusema mbona nimeokoka muda mrefu sana, nimetembea na Bwana muda mrefu sana, mbona sijaona chochote? Ina maana Mungu wangu amenisahau, ina maana Bwana wangu amenisahau, mbona bado niko kwenye nyumba ya kupanga? Ina maana Mungu ninayemuomba siku zote hayuko, ina maana Mungu huyu siku zote ninayemuita na kumwimbia katika kwaya ile yetu mkuu pale kanisani hanioni. Nataka nikwambie anakuona sana, na anajua kabisa ile biashara aliyoweka ndani yako, na anajua kabisa ile elimu aliyoweka ndani yako, na anajua kabisa ile huduma yenye kukupatia mkate wa kila siku iliyoko ndani yako. Lakini anataka kama chombo kwanza utimize mapenzi ya Bwana. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Nataka niongee na watumishi wa Mungu ambao wanafanya kazi katika mazingira magumu. Wakati mwingine unasema mbona Mungu liniahidi na kunionyesha mambo makubwa mbele yangu ya kwamba nitafanikiwa na kufikia katika level ile, lakini nimekubali sasa kukutii, lakini bado mazingira yangu hayako sawa, lakini bado mambo yangu hayako sawa. Hata ule mkate niliona katika maono ya kwamba utanipa mkate wa kila siku na kula na kusaza, mbona sioni? Inakuwaje Bwana wangu? Inakuwaje Mungu wangu? Nataka nikwambie usiogope, bado Bwana hajamaliza kutimiza mapenzi katika iko chombo ambaye ni wewe. Bado Bwana kuna jambo anamalizia
kuzungumza na makutano katika chombo ambaye ni wewe mwimbaji. Bado Bwana anaendelea kutengeneza nyimbo ili watu wazidi kubarikiwa na jina la Bwana litukuzwe kupitia sauti yako aliye mwimbaji. Usiogope mwalimu wa watoto, bado Bwana anaendelea kutimiza mapenzi yake kupitia kinywa chako, kupitia chombo ambaye ni wewe. Usiogope, ngoja kwanza Bwana akamilishe hiyo kazi yake. Kuna jambo kidogo anataka kulimalizia, ndipo akupe dira. Oh, haleluya! Sema amina kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Hii hapa ikanipa utulivu kidogo, ikanipa utulivu. Kumbe Bwana alitambua kabisa hiki chombo kinatakiwa kujaa samaki, lakini akina samaki Bwana akaona kama vile haoni vile, na akamwona kabisa Petro anaosha nyavu. Bwana akaendelea kuhubiri, akawapa watu kwanza habari njema. Na ndivyo ilivyo leo. Wewe mwimbaji, pambana tu, usiogope, endelea tu kuimba tu vizuri katika roho na kweli. Bwana anaona kabisa kwamba watoto wako wanatakiwa waende shule. Bwana anajua kabisa kwamba unalo shamba kule linatakiwa kuleta matokeo. Usiogope, usikate tamaa. Bwana anajua. Oh, haleluya, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Maandiko anasema ya kwamba mara baada ya Bwana sasa kumaliza kuhubiri. Haleluya. Sema mara baada ya kumaliza kuhubiri. Mara baada anasema hata alipokwisha kunena. Hata alipokwisha kunena. Kwa hiyo kuna namna ambavyo lazima tujue tukomae usiku wa leo. Tukomae usiku wa leo. Usiwe na haraka, usiwe na hofu. Bwana anasema hata alipomaliza kunena, yaani kumaliza ule ujumbe ambao Bwana kamwachilia na angali katika kile chombo. Sasa akasema akatoa maelekezo sasa. Akamwambia Simoni, akamwambia hata alipokwisha kunena, tweka sasa Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Nataka nikwambie ya kwamba ninajua kwa namna ambavyo uko mahali hapa. Kuna wakati mwingine ulikokuwa unatoka nyumbani kuja hapa, kuna namna ya uzito ulikuwa unausikia. Kuna namna ambavyo mawazo yalikuwa yanazunguka kichwani, ya kwamba labda usiku wa leo ningetakiwa nilale, maana kesho na safari ya kwenda shambani. Maana usiku wa leo ningetakiwa nipumzike, maana nina kazi fulani ya kwenda. Nataka nikwambie ya kwamba kwa vile ambavyo umekubali kumtii Bwana kuja usiku wa leo, kwa vile ambavyo umekubali chombo chako ambacho ndio mwili wako Bwana akitumia usiku wa leo, nataka nikwambie kwamba yako maelekezo ambayo Bwana anatoa kwa watu ambao waliokubali kumtii Bwana kama wewe. Oh, haleluya, kwa jina la Yesu aliye hai. Haya maelekezo yako kwa watu waliolala nyumbani. Haya maelekezo yako kwa watu ambao hawajamruhusu Bwana watumie. Wakati Bwana anataka kutumie, wewe unasema uko busy, unataka kutumika kwenye mambo yako, huwezi kupata maelekezo haya. Ndio matokeo yake nini sasa? Unakwenda mahali ambapo hapana suluhu ya maisha yako. Unakwenda mahali ambapo hapana maisha yako. Unakwenda mahali ambapo hapana matokeo. Hata kama ni mfanyabiashara mzuri, utafanya biashara lakini bado unaendelea kudunduliza. Hizo faida unazopata sio faida ambazo Bwana amezikusudia. Angalia Petro. Petro alikuwa ni mvuvi wa siku zote, na siku zote alikuwa anapata samaki. Lakini hapa tunaona mara baada ya kumruhusu Yesu Kristo akae kwenye chombo chake na kukubali kutembelewa na kutulia katika uvumilivu mpaka Yesu alipomaliza, maandiko anasema hapa sasa Petro alipopewa maelekezo ya kwenda kutweka nyavu zake kilindini. Kutweka maana yake nini? Kutweka maana yake ni kusogea. Mwelekeo yako, kutweka maana yake ni kusogea.
au kusogeza. Kwa hiyo akaambiwa sogeza sasa nyavu zako mpaka kilindini. Huenda Petro alikuwa anavua kilindini, lakini maandiko yanasema hakuwahi kupata samaki wengi mpaka kualika walio jirani. Yaani walio jirani maanake ni wale wavuvi wenzake ambao wanatumika pia lile ziwa kutafuta chakula au kitoweo. Hapa tunaona Petro alipata samaki wengi sivyo kawaida, mpaka boti walilonalo likataka kuzama. Kwa hiyo wakaona kwa nini tufe wakati kuna ndugu zetu walio upande wetu ambao hawajapata nao usiku kucha. Wakawaalika na wale rafiki zao, wakawaalika na wale jamaa zao. Hii inamaanisha nini? Kwamba kumbe unapokubali kutulia, kutumiwa na Yesu kama mwili wa Kristo leo, kumbe unapokubali kumtii Mungu, kutumika na Bwana katika uvumilivu mkubwa, licha una mahitaji unayo, unapoendelea kutulia na kuvumilia katika huduma hiyo ambayo Bwana kakuitia, bila kuhangaika na kutangatanga kama wengine wanavyotangatanga. Bwana anapokutaka kwa maombi unakuwa kwa maombi. Bwana anapokutaka kuhubiri unasimama kuhubiri. Bwana anapokutaka kuimba unasimama kuimba kwa uaminifu. Bwana anapokutaka kufunga unafunga kwa uaminifu. Nataka nikwambie kwamba Bwana atakapotoa dira ya kwamba ni wapi sasa uelekee kama mkulima, ni wapi sasa uelekee kama mfanya biashara, ni wapi sasa uelekee kama mvuvi, mahali pa kutupa jerife lako, nataka nikwambie kwamba mvuo mmoja tu utakaovua utaleta matokeo makubwa sana kuliko wale waliowahi kufua. Oh, haleluya, haleluya. Nataka nikwambie kwamba ile mgodi utakapochimba kidogo tu katika eneo dogo tu, kwa vile ambavyo umekubali kumruhusu Bwana kutumie katika mwili wako, kwa vile ambavyo umekubali kunyenyekea Yesu akae kwenye chombo chako, na kuambia kwa dakika chache tu, kwa muda mfupi tu, kwa muda mdogo tu, Bwana anaweza akageuza historia ya maisha yako, anaweza akageuza hadithi ya maisha yako. Watu watasema yule tuliyomsikia ndio leo amekuwa hivi, kwa sababu ya kutulia mbele za Bwana. Tulia mbele za Bwana mpendwa, endelea kunyenyekea mbele za Bwana. Haleluya, endelea kutulia mbele za Bwana, usikate tamaa, usiogope wala usichoke kabisa. Wacha watu waseme tu ya kwamba unakesha, unafanya kazi gani? Unakesha mpaka asubuhi kila Jumamosi. Wewe tambua ya kwamba waliokesha na Bwana hawajawahi kupata hasara, waliokaa mbele za Bwana hawajawahi kupoteza dakika moja. Bwana akikupa dira, watu watakushangaa, mataifa watakushangaa, jamaa watakushangaa.